Unaitwa nani? Obadia Kalinga. Umetokea Morogoro Ifakara. Nataka kuongea na wewe. Ulitujua kwa njia gani? Ni kwa njia ni TikTok. TikTok. Yes, ulikuwa unafuatilia TikTok? Nilikuwa nafuatilia baba. Okay. Ukabarikiwa na nini? Nikabarikiwa watu jinsi wanavyofunguliwa. Basi tu moyo wangu ulikuwa unasukuma sana nije huku. Hata kitendo cha kuja huku tangia ile juzi nilikuwa na changamoto sana, yani kuna ugumu. Yani mahali popote palipo na baraka mara nyingi lazima changamoto itokee. Maana nilikuwa nachukua kabisa boda boda, nasema ngoja anipeleke stendi, nafika njiani narudi tena, turudi tu. Bwana nasukumwa nije kabisa na changamoto narudisha tena. Kwa bwana niende kwa sababu nilikuwa nasukuma sana baba nije huko. Katika ulimwengu wa roho, Mungu akanipeleka mahali pa juu penye mlima. Ndio. Mahali pa juu penye nini? Kwa mlima. Mahali pa juu penye mlima. Amen. Kwenye mlima nikakuta jiwe. Amen baba. Nikakuta nini? Jiwe. Nilipokuta jiwe nikakuta ukiwa umelala na tumbo. Nilipokuta ukiwa umelala na tumbo nikamuuliza bwana, kwa nini kijana analala na tumbo? Ananiambia yupo anaomba. Ndio baba. Yupo anaomba. Ndio baba. Ndio nini? Ndio nilikuwa na hudumu kanisani baba. Naona ukiwa uko juu ya mlima, nikaona unaomba. Nilipoona unaomba Bwana akanishusha. Ndio baba. Aliponishusha Bwana akanambia muangalie, nikamwangalia. Nikaona ukiwa umesimama na kundi la watu wachache. Na kundi la watu wachache. Na kundi la watu wachache. Ndio baba, ndio. Nikaona kabisa. Nikaona ukisimama na kundi la watu wachache. Ndio baba. Kati umesimama na kundi la watu wachache, sababu Bwana akanipeleka upande huu hapa. Amina baba. Nilipokuona wamesimama na kundi la watu wachache. Amina baba. Nikaona ukiwa umeshika maiki yako. Ndio baba. Ukiwa unawafundisha watu neno la Bwana. Ndio baba, kabisa. Nilikuwa kanisani na Papa Frankie. Baba, nisaidie baba. You are too much. Nakujua? Hapana, unijui baba. Ni tulikuonana mahali popote. Hapana, tujawahi. Kuwasiliana mahali popote. Hapana, tujawahi baba. Nilipokuwa unahubiria kundi la watu, Bwana akanambia, ndio baba. Huyu mtumishi wangu. Ndio. Mbele yake kuna mlima. Jaribu. Kuna nini? Jaribu. Ile jaribu litampotezea mwelekeo. Ndio kabisa baba. Kabisa nikutana na changamoto sana kanisani. Ya maneno. Uko chini ya mtumishi wa Mungu? Ndio baba. Chini ya mtumishi wa Mungu. Ndio baba. Sikiliza, wewe ni mtumishi. Ndio kabisa. Nilipokuona juu ya mlima, maana yake wewe Mungu atakuja kupeleka kwenye mlima wa maombi. Amina baba. Utamtafuta Mungu sana. Amina baba. Profesa. Asante sana baba, asante sana. Nikaona jina lililoandikwa juu yako Apostle. Amen baba, amina. Oh, yes. Amina baba. Nisaidie baba. Nisaidie baba. Ila changamoto yako kubwa itakuwa mwanamke. Ndio kabisa baba, hata sielewi kabisa, sielewi kwamba namoa nani, sijui. Yaani na changamoto baba. Niliwahi kukaa na mwanamke, baadaye jirani yangu akamchukua. Na changamoto baba. Changamoto yako kubwa itakuwa nani? Mwanamke. Itakuwa mwanamke. Kwa sababu ilianzia hapa kwa yule dada maji ya kunde. Dada maji ya kunde mrefu. Kabisa baba, kabisa. Ana shepu kidogo hivi. Kabisa baba. You are too much Papa Frankie. Huyu dada akachukuliwa na mwanaume ambaye anakunywa bia, anakunywa pombe. Kabisa baba, kabisa. Sielewi yani. Baada ya hapo kaisi kuchanganyikiwa jumla sababu ulimpenda huyu mwanamke sana. Kabisa baba. Wakati ukiwa kwenye haya maumivu, kuna udada ambaye si mrefu si mfupi. Ndio. Maji ya kunde na yeye. Takuelekea weupe. Ndio baba. Akawa sehemu ya faraja yako. Lakini wewe ukao hujampenda. Kabisa baba, kabisa. Ukao hujampenda. Kabisa kweli. Akawa anajitahidi sana yeye kujileta. Kabisa. Namuona akiwa na vitu kwenye mfuko. Namuona akileta vitu kwenye mfuko. Kabisa alikuwa analeta. Tumishi wa Mungu hii hapa. Kabisa aleta nguo, mikanda. Papa Frankie. You are a prophet of God, Papa. Yes. Bwana akanambia nikufungua kwenye ile eneo. Hii ni attack. Hii ni nini? Attack. Hii ni shambulizi la kuharibu huduma yako. Amina baba. Hii ni nini? Shambulizi. La kufanyaje? Kuharibu huduma. Lakini ni Roho Bwana ananiambia kwamba endelea kukaa kufundishwa. Achana haya maneno. Maneno hutokea kawaida. Kabisa. Amina baba. Umeelewa? Amina baba. Kwa sababu Mungu atakuja kukupeleka Dar es Salaam. Amen. Sema sio Dar es Salaam moja kwa moja, ni mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Amen. Naona Dar es Salaam na nini? Na Pwani. Sawa baba. Mungu atakuja kukupeleka eneo hilo. Amen baba. Na utaenda kufanya kazi ya Mungu. Amen baba. Ila
Endelea kukaa utengenezwe. Endelea kukaa ufanyaje? Utengenezwe na huyo mtumishi ambaye uko naye. Amen baba. Endelea kukaa utengenezwe. Amen baba. Lakini nitakufungua kwenye eneo la mahusiano. Amen baba. Nitaachilia neema juu ya huduma yako. Amen baba. Na huduma yako haitakufa. Amen baba. Simama juu, huduma yako haitakufa, bali ninakufungua katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Njoo. Toa simu yako, toa simu. Rado Shandalaba. I deliver you. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Nakufungua. Nafungua huduma yako. Naifungua huduma yako. Haitaishia njiani, bali mkono wa Mungu utakufanikisha. Mkono wa Mungu utafanikisha huduma yako. In the name of Jesus. From right now. Mkono wa Mungu pamoja na wewe. Hongera, leta mkono wako. Hongera sana. Asante sana baba. Baada ya ibada ndio nitakusupport hata nauli kidogo. Amen baba, nashukuru sana baba. Prophetic resolution. Can I prophesy? Prophesy papa. Woo! Papa Frank, you are the prophet.